waheshimiwa mawaziri wa pande zote mbili, Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete pamoja na waziri wa ofisi ya makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, lakini makatibu wakuu zote mbili na wale wakurugenzi wa maendeleo ya vijana tafadhali, hao ndio watakaoambatana na mheshimiwa mgeni rasmi hapa chini. Tuendelee sasa, mheshimiwa waziri. Na mtazamaji wa TBC1, endelea kufuatilia na kusikiliza utambulisho wa vijana hao au kuzindua mbio za mwenge wa uhuru mwaka 2025. Kwanza nataka nitumie nafasi hii kupitia hotuba yako nzuri kukushukuru na kukiri mbele ya umma huo wa Tanzania kwamba maelekezo yako tumeyapokea na kupitia kiranja wetu Mheshimiwa Kassim Majaliwa tutayafanyia kazi yote uliyotuelekeza Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa naomba kwa heshima na taadhima nichukue nafasi hii kukutambulisha kwako vijana 6 wakimbiza mbio za mwenge wa uhuru kitaifa ambao leo wataanza kukimbiza mbio za mwenge kwa siku 195. Aidha nitakuomba usalimiane nao kama ishara ya kuwatakia safari njema ya kwenda kulitumikia taifa la Tanzania kwa siku 195. Vijana hawa wana sifa za kutosha zikiwemo za uhandisi, ujenzi na majenzi, ulinzi na usalama, tehama, ununuzi wa umma, sheria na sayansi ya jamii, na wameandaliwa kikamilifu tayari kwenda kutekeleza majukumu hayo Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa naomba nikuhudhurishie ndugu Raymond Elias Joseph kutoka mkoa wa Mbeya. Elias, karibu. Mbeya oye! Mbeya ndipo kilele cha mbio za mwenge wa uhuru kitaifa kitafanyikia, na ni mwezi wa 10 tarehe 14. Huyu anawakilisha Mbeya, ameshasalimiana na mheshimiwa mgeni rasmi na kumtakia kila la heri kwa kazi kubwa na ngumu iliyopo mbele yao ya siku 195. Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba nikuadhirishie ndugu Zainabu Selemani Mbwana kutoka mkoa wa Mjini Magharibi. Zanzibar hoye! Mwanadada huyo akienda kwa kamamu kabisa mbele ya mheshimiwa mgeni rasmi, naye anatakiwa kila la heri. Baada ya salamu, kwa kazi kubwa ya kueneza ujumbe maalum kabisa wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka 2025. Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba sasa nikuhudhurishie ndugu Elizabeth Petro Makingi kutoka mkoa wa Shinyanga. Shinyanga hoye! Kwa ukakamavu wa hali ya juu kabisa akiwakilisha kanda ya Ziwa. Naye ametakiwa kila la heri kabisa kwenye siku hizo 195 atakazopita katika halmashauri 195 za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba nikuadhirishie ndugu Amada Hamisi Amada kutoka mkoa wa Kaskazini Pemba. Pemba hoye! Mapinduzi! Mapinduzi! Kama noma na ile noma kote le. Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba nikuadhirishie mbele yako ndugu Azizi Juma Abubakari kutoka mkoa wa Pwani. Pwani hoye! Mtoto wa nyumbani safi! Pwani mpo! Aziz Juma Abubakar akiwa anasalimiana na mheshimiwa mgeni rasmi, na mwenyewe anatakiwa kila la heri kwa siku hizo 195. Anarejea sasa katika maredio maalum ya wenzake.
sita na wa mwisho, sio mwisho kwa umuhimu, naomba nikutambulishe kwako kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru mwaka 2025, ndugu Ismail Ali Usi kutoka mkoa wa Kaskazini Unguja. Unguja oye! Zanzibar safi! Wote 193, huyu ndiye atakayekuwa kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru na mtoa matamko yote rasmi ya mbio za mwenge wa uhuru kwa mwaka huu 2025. Pale penye kupongeza na pongeza, shida basi atatoa maagizo. Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, baada ya kutambulisha kwako wakimbiza mbio za mwenge wa uhuru mwaka 2025 pamoja na wewe kuwatakia kila la heri katika kutekeleza majukumu yao, sasa naomba nikuongoze tuelekee kwenye jukwaa maalum lililoandaliwa ili uende ukatufanyie kazi ya kuzindua mbio za mwenge wa uhuru kwa mwaka 2025. Mheshimiwa Makamu wa Rais, karibu. Wakati mheshimiwa mgeni rasmi akielekea katika jukwaa lililoandaliwa, wote tuinuke tafadhali katika nafasi zetu. Wakisogea karibu kabisa katika eneo hilo ambalo uzinduzi wa mbio hizi utafanyika ukiongozwa basi na mkimbiza mwenge kwa mwaka huu Ismail Ali Usi kutoka Kaskazini Unguja, akiongoza vijana wengine Azizi Juma Abubakari ambaye anatoka mkoa huu wa Pwani, Ahmadi Hamisi anatoka Kaskazini Pemba, Elizabeth Petro anatoka mkoa wa Shinyanga na Zainabu Selemani anatoka Zanzibar, pamoja na Raymond Elias akitoka mkoa wa Mbeya, ambako katika mkoa wa Mbeya ndio kilele cha mbio za mwenge wa uhuru zitafanyika. Karibu shuhudie tukio hilo. Washa mwenge. Mtazamaji wa TBC1, Makamu wa Rais Dr. Philip Mpango 2025 katika uwanja huu wa shirika la elimu Kibaha, na eneo hili sasa nalo limepata historia ya kufanyika kwa uzinduzi wa mbio za mwenge wa uhuru, na mwenge huo sasa ukishushwa pale chini kwa ajili sasa ya kukabidhi viongozi mbalimbali, na mahususi kabisa kwa mkoa huu wa Pwani ambao ndio mbio hizi za mwenge wa uhuru zitaanzia hapa katika mkoa huu wa Pwani katika Sasa zoezi hilo kama Mheshimiwa Makamu wa Rais sasa anakimbiza mwenge wa uhuru na atamkabidhi kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru, ikiwa ni ishara ya kwamba sasa mbio za mwenge wa uhuru mwaka 2025 zimeanza rasmi. wamekwisha iva namna hiyo, mtazamaji wa TBC1 na wananchi wa mkoa wa Pwani. Tusikilize makabidhiano hayo. Kama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mimi Ismail Ali Usi, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa 2025, akiri kupokea mwenge wa uhuru ukiwa unawaka, unang'ara na kumeremeta, na kwa kuahidi kuwa mimi pamoja na vijana wenzangu watano tutokimbiza mwenge wa uhuru katika mikoa 31 na halmashauri zote 195 za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na nitakwambia kwamba tutaufikisha ujumbe wa mwenge wa uhuru kwa ufasaha kwa wananchi wote wa Tanzania, na tunakuahidi kwamba tutahakikisha kupitia mwenge wa uhuru tunahimiza amani, upendo, umoja na mshikamano wa kitaifa sambamba na shughuli za maendeleo, na tunakuahidi kwamba tutaukabidhi mwenge wa uhuru kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, siku ya tarehe 14 mkoani Mbeya ukiwa unawaka, unameremeta. Mwenyezi Mungu saidia. Na mtazamaji wa TBC1, kiongozi huyo wa mbio za mwenge wa uhuru Ismail Ali Usi naye akifanya makabidhiano hayo kwa mkuu wa mkoa wa Pwani Abubakari Kunenge, tayari kabisa kubeba dhamana kwamba mwenge uko katika mkoa wake, na umesikia pale akitaja falsafa hiyo, mwenge ukikabidhiwa ukiwa unawaka, unameremeta. Kwa mkoa wa Pwani, mimi Ismail Ali Usi, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa 2025, na ukabidhi mwenge wa uhuru ukiwa unawaka, unang'ara na unameremeta, na nakuomba ukimbize ndani ya halmashauri zako 9 za mkoa wa Pwani kuanzia leo siku ya tarehe 2
hadi tarehe 10, na siku ya tarehe 11 mwezi wa 4 2025 ukamkabidhi mkuu wa mkoa wa Morogoro ukiwa unawaka, unang'ara na unameremeta. Mungu akusaidie. Mimi Abubakar Musa Kulenge, mkuu wa mkoa wa Pwani, nakiri kupokea mwenge wa uhuru ukiwa unawaka, unapendeza na unameremeta. Aidha, nakiri kuwapokea wakimbiza mwenge wa uhuru kitaifa mwaka 25 watano na kiongozi wa mbio za mwenge pamoja na wakufunzi, na utakapokuwa hapa utakimbia katika halmashauri 9 na tarehe 11 mwezi wa 4 nitaukabidhi katika mkoa wa Morogoro kama nilivyopokea. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mmoja wa TBC1 mkuu wa mkoa wa Pwani Abubakar